Na mtazamaji, tukitoka katika kaunti ya Mombasa tuangazie hasara ya maandamano, ambapo maandamano katika sehemu mbalimbali za nchi yalikumbwa na uharibifu na uporaji wa mali. Katika eneo la Kikuyu, watu 7 walikamatwa kuhusiana na uharibifu wa kituo cha polisi cha Kikuyu, mahakama ya Kikuyu na afisi ya utawala za kaunti ndogo. Uharibifu sawia ulishuhudiwa katika kaunti ya Bungoma wakati waandamanaji walipovamia afisi ya gavana kabla ya kufurushwa na maafisa wa polisi. Kilichotarajiwa kwa maandamano ya amani kuadhimisha matukio ya Juni 25 mwaka jana kilibadilika ghafla bin vu na kuwa matukio ya uharibifu katika baadhi ya sehemu za nchi. Katika mji wa Kikuyu hali ilikuwa hivi, huku waandamanaji wakipita mitaani wakiimba, wakipunga mabango na kutaka mageuzi na uwajibikaji. Ghasia zilizuka wakati umati uliposonga kuelekea kituo cha polisi cha Kikuyu, mahakama ya Kikuyu na afisi za kaunti ndogo, na kusababisha maafisa wa polisi kurusha vitoa machozi. Watu 7 walikamatwa. Hatutaki tena vijana kuuliwa, hatutaki vijana kukidnapiwa, hatutaki vijana kuharasiwa. Tuko na freedom of demonstration, tuko na freedom ya kuongea, tuko na freedom ya kupost, lakini si mtu anapost anakujiwa anauawa. Si kijana anagana mwoga, familia zetu zinatuhitaji. Tuache tukumbuke wenzetu na amani. Katika mji wa Bungoma, waandamanaji walivamia afisi za gavana na kuharibu. Katika kaunti ya Meru, waandamanaji walivamia duka moja kubwa katika kaunti hiyo na kupora mali. Katika eneo la Olkalau, maandamano yaligeuka kuwa vurumai baada ya mtu mmoja kupigwa risasi. Waandamanaji waliandamana hadi kituo cha polisi cha Olkalau wakililia haki. Watu 2 walijeruhiwa na kupelekwa katika hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Nyahururu. Tumeweza kujitoa ili tuweze kutetea waliokufa, vijana wetu wenzetu ambao waliuawa last year. Ni siku kama ya leo ndio tumekuja kuwakilisha, na ili tukue tukirepresent wale watu ambao walipigania justice, ambao walipigania haki, ambao walipigania rights zetu kama Wakenya wenzetu. Na katika kaunti ya Kakamega, polisi walikabiliana na wahuni walioingilia maandamano na kusababisha uharibifu mkubwa. Hatujakuja kuharibu biashara ya mtu, hatujakuja kuibia mtu, hatujakuja kupiga mtu. Tumekuja hapa tufanye maandamano yetu ya amani, tulie wale watu wetu vijana wenye tuliwapoteza na wamama, tuwakishe candles na tuende nyumbani. Joseph Wahungu, Darubini.